Usiache kusubscribe, kushare, kulike na comment. Anwari Online TV. Inshallah leo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tutakuwa kukamilisha tafsiri ya Suratul Insan, sura ambayo tulianza kuitafsiri masiku yaliyopita. Na siku ya jana tulipitia baadhi ya neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amedhihirisha kwa watu wa peponi. Na tukazungumza kuhusiana na matabaka ya watu wa peponi, tukigusia kuwa al-abrar ni wacha Mungu ambao watakuwa katika daraja la kawaida, na sabiqun ulaika al-muqarrabun, hao ni wacha Mungu wenye daraja la juu ambao nafasi yao katika pepo itakuwa ni kubwa. Lakini pia katika wacha Mungu wenye daraja la juu tuliweza kuwagusia masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pia leo vile tutawagusia baadhi ya masahaba ambao Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye aliweza kuwaona katika yale waliokuwa wakipitia katika maudhi waliopitia katika dhidi ya washirikina. Katika mwaka wa 4 wa hijra Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baadhi ya makabila ya Quraysh walimuomba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makabila ya Quraysh na makabila ambayo yanapakana na Quraysh walimuomba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awapatie walimu wa kufundisha dini. Lakini haikujulikana malengo ya watu wale, ni kweli walikuwa wanataka Uislamu au walikuwa na malengo yao mengine. Basi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akachagua katika masahaba wake waliokuwa bora zaidi, akawapa watu hawa. Katika masahaba hao alikuwemo Asim, lakini pia alikuwemo Ubay bin Ali. Masahaba wakaondoka kwa ajili ya kwenda kuwafundisha dini ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makabila walimuomba Bwana Mtume, tunataka walimu wa kufundisha dini. Kisha walipofika maporini huko, masahaba wale wakashambuliwa. Baada ya kushambuliwa wakatekwa. Baada ya kutekwa wakajitahidi kupambana, kwa kuwa wale walikuwa wakiwashambulia walikuwa wengi, hawakuweza masahaba kupambana nao kwa kuwa walikuwa wako katika idadi kubwa. Katika masahaba waliotekwa siku hiyo alikuwemo Ubay bin Ali na Asim. Hawa ni masahaba waliopigana katika vita vya Badr. Hawa masahaba wote ni katika makabila ya Ansar, ni katika watu katika jamii ya Ansar, na wote wanatoka katika kabila la Aus. Katika Ansar kuna makabila makubwa yanajulikana kama Aus na Khazraj. Hawa masahaba wote wawili walikuwa wanatoka kabila la Aus. Ama Asim yeye katika kupambana nao, yeye akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala mwili wake usiweze kuguswa na maadui wa Uislamu, yani usiweze kuguswa na makafiri. Basi katika wale washirikina wa Makka walikuwa wanataka kichwa cha Asim na kichwa cha Ubay, kwa kuwa hawa watu wawili katika Ansar waliwaua jamaa zao wakubwa katika vita vya Badr. Basi mmoja wao baada ya kuwa amemuua Asim akakusudia kwenda kumkata kichwa ili aende kukipeleka Makka kwa Makoreshi, kuonyesha kwamba nimefanikiwa kumuua yule ambaye amewaua ndugu zenu wakubwa, ili aweze kupata ngamia 100. Makoreshi wameweka ofa ya ngamia 100. Lakini Mwenyezi Mungu mtukufu akakubali dua ya Asim. Hivyo wakati wakienda kuchukua kichwa chake na kukikata hilo kipeleke Makka, Allah subhanahu wa ta'ala akashusha kundi la nyuki. Wale nyuki wakazingira ule mwili wa Asim, kisha mvua ikateremka. Hivyo wale watu wakaondoka basi na kukata kichwa cha Asim na mwili wake. Masahaba baadaye wakaja wakauchukua. Yani Mtume Allah subhanahu wa ta'ala alikubali dua ya Asim kwamba mwili wake usiguswe na maadui wa Uislamu, licha ya kwamba wamemuua. Allah subhanahu wa ta'ala akatuma nyuki wengi walioenda kudhibiti mwili wake na kuzingira mwili wake. Ama Ubay yeye alipotekwa, wakaanza kumtesa, wakampeleka Makka, wakaanza kumtesa kwa kiwango kikubwa. Baada ya kumtesa katika kiwango kikubwa, hawakumpa chakula. Ndio tukazungumza jana
alikuwa akikutwa anakula zabibu ambazo ni za peponi, ambazo haziko Makka wala haziko Madina. Yaani katika masahaba ambao waliweza kula vyakula vya peponi alikuwa ni Khubayb bin Adi, ambaye alikuwa ni hafidhul Qur'an, alikuwa ni mmoja katika muhajiri, katika Ansar wenye shabaha kubwa katika vita vya Badr, na aliweza kuwaua maadui wengi wa Quraysh katika vita vya Badr. Khubayb bin Adi baada ya kuwa amekamatwa, wakamkamata wakawa wamemfunga mfano kama kutaka kumsulubu. Binti mmoja ya Quraysh aliyekuwa na mchunga ile Khubayb, ambaye baba yake ameuliwa na Khubayb, akiingia anakuta Khubayb tayari anakula zabibu ambazo ni nzuri, ambazo haziko Makka wala haziko Madina wala haziko Arabuni. Kiakika zabibu zile zilikuwa zinatoka peponi. Khubayb alikuwa akiletewa na malaika, wakimletea zabibu kutokana na njaa ambayo Makuresh walikuwa wakimwadhibu kutokana na njaa na kiu na kadhalika. Kisha siku hiyo wakakusudia kumuua Khubayb. Walipokusudia kumuua Khubayb, akawaambia da'uni hatta arka rak'atayn, naombeni niache mpaka niweze kuswali raka mbili. Nikishaswali raka mbili kisha nyie mtaniua. Anasema Tuasira, falamma dhahabu ilayhi liyaktuluhu fil hil qala da'uhu hatta arka rak'atayn. Wakakusudia kumuua Khubayb, au anasema Tuasira akawaomba au wamwachie mpaka sali raka mbili. Huwa man sanna rak'atayn qabla al-qatl, kusema katika tarehe kwamba yeye ndio mtu wa kwanza kuweka sunna ya kuswali raka mbili kabla ya kuuliwa. Basi Khubayb akaswali raka mbili ambazo zilizokuwa nzuri, ambazo ndani yake hakuna hofu ndani yake. Basi wakati huo Abu Sufyan alikuwa bado hajasilimu katika wakubwa wa Quraysh. Akaja akamwambia bwana Khubayb bin Adi, je, hii nafasi uliyokuwa nayo aliyekusababishia matatizo ni Mtume Muhammad? Kama sio yeye leo singekuwa unaadhibiwa hapa. Kama sio yeye leo singekuwa unapata madhila unayopata hivi sasa. Unaonaje hii nafasi ndio alikuwa nayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafasi ya kufungwa na kuadhibiwa? Khubayb akasema, wallahi sitamani hata mwiba umchome bwana Mtume Muhammad, mtume ambaye akasema Khubayb ni bora kuliko yeye, watoto wake na wazazi wake. Angalia mapenzi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana tukaambiwa katika kumpenda mtume tunatakiwa tumpende kuliko tunapopenda nafsi zetu, mali zetu na wake zetu. Ndio maana masahaba walikuwa wakimpa baya mtume Ansar, walimwambia mtume, la namna'anna mimma namna'u minhu usurana, tutakulinda Mtume Muhammad kama tunavyolinda mali zetu, wake zetu na watu wetu wa karibu. Kisha Abu Sufyan akasema neno maarufu, ma ra'aytu rajulan ahabba min ashabi Muhammad yuhibbuna rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sijawahi kuona watu wanaompenda mtu wao kama watu wa Muhammad wanaompenda Muhammad. Yani watu wa Muhammad wanampenda Muhammad kuliko hata wanavyojipenda wao nafsi zao. Kisha wakaenda baada ya kuwa Khubayb tayari wamempiga na mifupa yake wameivunja. Yaani walimwadhibu Khubayb kiasi kwamba baadhi ya nyama zake zilikuwa zinaning'inia. Nyama zake jinsi gani walikuwa wamemwadhibu, yaani wakimchoma na chanuo la moto na chanuo la chuma, na nyama zake Khubayb zilikuwa zikining'inia. Ndio Khubayb akiwa hawezi kusimama, hawezi kukaa, wakaenda kwa ajili ya kumuua hali ya kuwa mifupa yake yote imevunja. Yeye akasema maneno yake maarufu, falastu ubali hina uqtal mu'minan, hakika mimi sijali kuuliwa muumini hali ya kuwa mimi ni mfuasi wa bwana Mtume Muhammad. Falastu ubali hina uqtal mu'minan ala ayi jambin kana lillahi masra'i, kwa upande wote takaoangukia mimi Khubayb. Yani wameenda wakamning'iniza katika mti mrefu ili wamuue. Yeye anasema ala ayi jambin kana lillahi masra'i, sitojali chochote vyovyote itakapoanguka mimi kutoka huko juu. Kwa nini? Wadhalika fi dhati lillahi wa in yasha, kwa kuwa mimi na yakini na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama
yubarik ala awsali shilwi mumazzai, atabariki hivi viungo vilivyovunjwa na kipigo cha Makureshi wa Maka, viungo vilivyovunjwa kutokana na kipigo cha Makureshi, kuvunjwa mifupa yake, nyama mpaka zinaning'inia zingine. Yubarik ala awsali shilwi mumazzai, Mwenyezi Mungu atajalia nyama zangu zote zitavunjika na mifupa yangu yote iliyoharibika, shilwi mumazzai, iliyokuwa tayari imepooza, Allah ataisimamisha upya tena siku ya Kiyama, nitazaliwa hali ya kuwa nikiwa mpya siku ya Kiyama. Kisha akasema Allahumma ahsihim adada waqtulhum bidada wala tughatir minhum ahada. Mwenyezi Mungu, ahsihim adada, wauwe kwa idadi yao iliyokubwa maadui wako, waqtulhum bidada, na wamalize wote kwa kuwamaliza, wala tughatir minhum ahada, wala usimbakize yoyote. Huyo alikuwa ni Khubayb ambaye alikula katika zabibu za peponi. Ndio hao tunaambiwa as-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, hao ni sabiqun, daraja lao la pepo halitokuwa sawa na daraja la pepo la watu wengine. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yuhum mashkura. Hawa wataambiwa wakiingia katika pepo ya Allah ambayo ukubwa wake ni mbingu na ardhi, ukubwa wake ni mbingu na ardhi. Inna hadha kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuelezea neema za peponi, akaelezea neema kubwa ambayo inawafanya watu waende peponi. Baada ya kuelezea neema za peponi, Allah akarejelea neema inayowafanya watu waende peponi, ikiwa neema hiyo wataichukua. Allah akasema inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila. Qur'an ndio neema ambayo inawafanya watu waende peponi. Tukinakosoma sahaba, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wafuasi wa Mtume, kilichowafanya kuwa na daraja kubwa zaidi ni Qur'anul Karim. Hii Qur'an ndio hufanya watu waende peponi na ndio hufanya watu waende motoni. Wale ambao watakwenda motoni ni wale ambao walioikataa Qur'an na hawataki isome na hawataki isikilizwe. Waqalu la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Hao katika Makureshi na washirikina na wale katika makafiri ambao wanaosema la tasma'u li hadha alquran, wanawasia watu wasisikilize Qur'an, wasisome wala wasisikilize, kwa kuwa wakisikiliza ndani yake ina matatuo ya matatizo yao, ndani yake itawafanya watu wakubwa katika ulimwengu wasiweze kutiiwa na akatiiwa muumba aliyewaumba wanadamu. Hivyo hawa watu makafiri hufanya bidii zote kuhakikisha Qur'an haisomwi, haisikilizwi, haifuatwi, na wala watu wasiwe na namna yoyote ya kuisikiliza Qur'an na kuifanya kuwa ni mwongozo katika maisha yao. Allah Subhanahu wa Ta'ala akaelezea neema hii kubwa, inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila. Hakika sisi tumeteremsha Qur'an tanzila, tumeteremsha katika hali ya mufarrad. Imeteremka kwa muda wa miaka 20 na ngapi? 23 katika maisha ya wahi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likishikia tukio hili kiteremka aya, ama mtume akiulizwa swali hili ikiteremka aya kutokana na maswali yaliyoulizwa, au kwa vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa amekadiria. Na Qur'an, yule mwenye kusoma Qur'an hupata ujira hata kama anayesoma kwa kukosea. Akasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mahir bil Qur'an ma'a as-safarati al-kiram al-barara, yule ambaye anayesoma Qur'an ma'a as-safarati al-kiram al-barara, atakuwa pamoja na malaika wakubwa. Al-mahir bil Qur'an, anayesoma Qur'an vizuri kwa tajwid, basi na kuikosea. Huyo anayesoma Qur'an vizuri ma'a as-safarati al-kiram al-barara, atakuwa pamoja na malaika wakubwa mukarrabun katika pepo. Walladhi yaqra'u al-Qur'an wa yata'ta fihi wa huwa alayhi shaqun falahu ajran, na yule anayesoma Qur'an hali ya kuwa anakwama, si ndivyo? Anakwama, alif lam mim al
mimi fatama ama yule anayekwama wanasema na binti Kiswahili cha huko, si ndivyo? Anakwama na ili imemshika, kisha la msneni anapata ugumu katika kuisoma, na yeye pia anapata malipo mara mbili. Kwa hiyo kwenye Qur'an kuisoma, aliyesoma vizuri anapata malipo makubwa zaidi, na yule aliyesoma anayekwama pia anapata ujira mara mbili. Tafahamiana? Kwa hivyo usipoteze muda wako Ramadhani ukawa unaangalia Facebook, unaangalia Instagram, unatoka nje huko hauna unachofanya. Soma Qur'an. Kwani Qur'an siku ya kiyama itakuja ikutetee wewe uliokuwa ukisoma. Qur'an siku ya kiyama itakuja ikutetee. Na kuna sura ambazo siku ya kiyama zitakuja zihojiane na Allah, kama suratul Mulk. Suratul Mulk itakuja imwambie Mwenyezi Mungu, huyu alikuwa akisimama usiku kwa kuisoma suratul Mulk. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Sivyo? Ambayo iko katika Taurati pia. Ni sura kubwa ya Qur'an na kwenye Taurati iko. Sura hii mwenye kuisoma usiku katika qiyamul layl, siku ya kiyama itakuja imliki mtetee yule mwenye kuisoma. Ya Rabbi, huyu alikuwa akisoma mimi katika qiyamul layl. Hastahili adhabu, hastahili fedhea. Siku ambayo ni ngumu kihakika, ugumu wake kama tunavyofahamu. Wa inna nahnu nazzalna 'alayka al-Qur'ana tanzila. Qur'an katika neema kubwa, nayo ndio kufanya watu waingie peponi. Hii Qur'an ndio ambayo imefanya masahaba wabadilishe hii dunia. Wanatajwa radhiyallahu anhu kwa kuifuata Qur'an, kwa kuitetea Qur'an. Yote unayosema wakina Hubayb, wakina Jaafar, wakina Mus'ab na wengineo, kwa ajili gani daraja lao limekuwa kubwa? Kwa sababu ya kuitetea Qur'an. Kuona kitabu cha Mwenyezi Mungu kinafanya kazi katika maisha yao, kuona Muhammad anafikisha ujumbe wake bila kikwazo chochote. Kwa hivyo Qur'an ni neema kubwa. Yule ambaye atakayejaribu kuidharau Qur'an ama kuitukana Qur'an ni adui mkubwa wa Muhammad, na ni adui mkubwa wa waumini, na ni adui mkubwa wa sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasbir li hukmi rabbik. Basi ikiwa ndio hivyo, Allah anamwambia mtume na anatuambia sisi, fasbir li hukmi rabbik, subiri mpaka pale Mwenyezi Mungu alipokukadiria, au usubirie katika mitihani Mwenyezi Mungu alipokukadiria. Kwa sababu unaona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dawa yake, hebu angalia, katoka kafiwa na mkewe Bi Khadija, kafiwa na ammi yake Abbas, kisha alienda kwa yaltamisu nusra min al-Thaqif. Wale watu wa Taif wanajua ni ndugu zake, wana ndugu na baba zake, atajua kwamba wataenda kumpa nusra, watamsaidia ili aweze kufikisha ujumbe wake. Kisha asubuhi wanawaamrisha wenda wazimu wao wampige mawe bwana Mtume Muhammad. Mtume akapigwa mawe, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapigwa mawe mpaka mwili wake wote unaloa damu. Anaambiwa fasbir li hukmi rabbik, fanya subra. Kisha Mtume anasema, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ewe Mwenyezi Mungu, hata mimi nashtakia kwako udhaifu wa nguvu zangu, wa qilata hilati, na uchache wa mbinu zangu ya Allah, wa hawani ala nas, na kutezwa na watu. Nimewaletea Uislamu, wananipiga mawe, wananitukana. Ila man takiluni, Mwenyezi Mungu, mtegemea kwa nani ya Rabbi? Sina Mungu mwingine. Nenda huku natukanwa, naenda huku tena na ili nipate nafuu, wengine wananipiga mawe. Am ila aduwin yatahajjabuni, au kwa adui alinihujumu. Am ila ba'idin malakatu amri, au kwa yule kwa mbali ulimfanya anamiliki jambo langu mimi, alifanye mimi anataka yeye. Fa in lam yaku alayya ghadabi fala ubali, ikiwa Mwenyezi Mungu una hasira yote juu yangu, mimi pengine nimekosea, fala ubali, mimi sijali chochote kwa ajili ya kutimiza jambo lako la Uislamu na kufikisha Qur'an. Kwa mtume katika dawa, vikwazo alikutana navyo, anaambiwa fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura. Tena subra biduni shak, subra ambayo mtu analipwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni subra biduni shak.
ile subra ambayo ndani yake unakuwa huna shaka katika mtihani Mwenyezi Mungu alikujaribu, inaitwa sabrun jamil. Sabrun jamil ni subra, mfano subra ya Yaqub. Subra ya Yaqub ilikuwa ni subra isiyokuwa na shaka. Mtume Yaqub ambaye watoto wake walimwambia tayari Yusuf ameshakufa, ameshaliwa na mbwa mwitu, lakini yeye anasema fa'asa Allahu an ya'tiyani bihim jami'an, Mwenyezi Mungu ataniletea Yusuf na ndugu yake. Wenyewe wanajua tayari Yusuf alishakufa, alishamtupa kwenye kisima, wakamwambia baba yao ameliwa na mbwa mwitu, lakini yeye baba yao alikuwa na yakini kwamba Yusuf yupo hai na yeye ipo siku atakutana na Yusuf. Hiyo inaitwa ni subra biduni shaki, subra sabrun jamil, fasbir sabran jamila, subiri subira ilikuwa nzuri. Kwa hiyo kwa mtihani uwe na subra kwamba ule mtihani Mwenyezi Mungu atauondoa, na baada ya ule mtihani Mwenyezi Mungu ataleta faraja. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ndio Bwana Mtume Muhammad baada ya kutoka kule Taif akapata nusra kutoka kwa Ansar au Khazraj, akaweza kuwa ni mtawala katika mji wa Madina. Muona malipo ya subra. Baada ya kitabu cha subra, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah akampa daraja kubwa, akamwambia ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khayrun laka min al-ula warfa'na laka dhikra fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Akawa na wepesi katika maisha yake. Kwa hivyo mtihani wowote Muislamu anaopata anatakiwa afanye subra mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapoondoa, na subra anayofanya ni subra biduni shaki, kwa sababu hakuna ibada kubwa katika Uislamu kama subra. Mwenyezi Mungu akasema innama yuwaffa Allahu as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika Mwenyezi Mungu atawalipa ni kusubiri malipo yao pasina hesabu. Yaani mwenye kusubiri yeye hana malipo maalum, aliyesubiri katika mtihani anapewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo Mwenyezi Mungu anamwambia mtume pia asubiri na wala asimtii mwenye dhambi au kafiri, aendelee kufikisha neno la Allah, wala asimtii yoyote katika makafiri, yoyote katika wenye madhambi. Kisha anaambiwa wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, na ulitaje jina la Mola wako bukratan wa asila, asubuhi na jioni. Bukratan ni pale inapochomoza alfajiri mpaka zawal, kwa inaingia swala asubuhi, inaingia adhuhuri, inaingia na asiri. Asila inaingia magharibi, inaingia na isha. Au bukratan wa asila ni adhkar. Adhkari hazina muda maalum, asubuhi unafanya, mchana unafanya. Yule mwenye kusubiri ili aweze kusubiri anahitaji adhkar. Tunafahamiana? Huwezi kusubiri tu hivi unasubiri, hauwezi. Ili uweze kusubiri unahitaji kumtaja nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na shida yako. Kama ni subra ya riziki, ya razaqul quwwati matin, ya razaqul quwwati matin. Tunafahamiana? Kama ni mambo ya riziki, tunafahamiana? Shida yako yote ile unataka kusubiri ni lazima uyabatalishe na kumtaja nani? Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu na mioyo zao zikatulia kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Kwa kumtaja Mwenyezi Mungu moyo wako unafanyaje? Unatulia, unapata nafuu, unapata relax. Shida yote unakuwa nayo katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, unapata nafuu, unapata ponyo la matatizo ambayo umefanyaje, uliokuwa nayo. Kwa hivyo subra huambatanishwa na dhikrullah, wala dhikrullahi akbar, wala dhikrullahi akbar, na utaji wa Allah ni jambo kubwa. Tufahamiana hapo, wadhakirina Allah kathiran wadhakirat, na wenye kumtaja Mwenyezi Mungu wanamume na wenye kumtaja Mwenyezi Mungu wanawake. Adhkari kubwa katika masiku haya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Adhkari kubwa katika msimu huu wa Ramadhani. Na adhkari hii kubwa kwa kuwa adhkari ya msamaha inafungua kheri zote. Adhkari ya msamaha inafungua riziki, inafungua neema ya watoto, inafungua faraja zote. Kusemwa Allah anasema faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana
ghafaran yursil samaa alaykum midrara. Nuhu aliwaambia watu wake, nikawaambia ombeni msamaha kwa Allah, Allah ni mwenye kusamehe. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursil samaa alaykum midrara, Allah atakuleteni mvua nyingi, wa yumdidukum bi amwali, atakupeni na mali nyingi. Ndio Mwenyezi Mungu akasema katika nyingine, walau anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard. Laiti kana kwamba watu waamini wangemwamini Mwenyezi Mungu na kumcha Allah, angefungua baraka zake mbinguni na ardhini. Kwa hiyo ukiwa mcha Mungu ukafanya subra katika mtihani, huku ukimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anafungua baraka nyingi ulizoomba na ambazo hujaziomba, Allah anakufungulia. Kisha Mwenyezi Mungu anasema wa minal layli, sio tu asubuhi na jioni, wa minal layli, na kwa usiku, fasjud lahu, ufanye qiyamul layl. Allah subhanahu wa ta'ala akawasifu akasema tatajafa junubuhum 'anil madaji, waumini wa kweli hunyanyua mbavu zao katika matandiko yao, yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, wakiamka usiku kuswali, usingizi ni mzuri, lakini wanaonyanyua mbavu zao katika matandiko yao, yad'una rabbahum khawfan wa tamaa, wanamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuogopa adhabu yake na kutamani pepo yake. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, na hakika katika vile ambavyo Allah amewaruzuku wao huvitoa. Allah akasema fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, nafsi inayofanya ibada za kheri haijui ni kitu gani Mwenyezi Mungu ameifichia. Yaani unajua Allah aliyokificha baada ya malipo aliyoficha kwako hata kuonyesha Allah, lakini kama ingejua maana yake ni pepo iliyokuwa kubwa. Wa min al-layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Wajua qiyamul layl kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ibada ya lazima. Yeye mtume qiyamul layl kwa usiku ni ibada ya lazima, kwa ni faradhi. Sisi tukafanywa tarfih ikawa ni sunna. Lakini hakuna ibada ambayo ina majibu makubwa kama ibada ya kuamka usiku. Yaani ibada ambayo Mwenyezi Mungu hujibu hapo hapo ni ibada ya qiyamul layl. Ukiamka usiku saa 9 ukamwomba Mwenyezi Mungu shida zako, Allah hukujibu hapo hapo. Hivyo minal layli fasjud lahu wasabbihu laylan tawila, kwa usiku umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wasabbihu laylan tawila, na umtaje Mwenyezi Mungu katika tasbih. Umeona utaje Mwenyezi Mungu asubuhi, mchana, jioni, usiku. Na usiku ukiamka usiku pia unaambiwa wasabbihu laylan tawila, umtukuze Mwenyezi Mungu subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdi, neno ambalo linajaza mbingu na ardhi. Kisha Mwenyezi Mungu anasema inna haulai yuhibbuna al-ajila, wale watu ambao wakipata mitihani wanapapatika, idha massahu al-khayru manua wa idha massahu ash-sharru jazua. Wakipata mitihani Mwenyezi Mungu akawapa mitihani wanapapatika, wanakuwa wanasema Mwenyezi Mungu, kwa nini mimi? Mbona fulani, kwa nini mimi tu Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu umeniona mimi peke yangu, mbona wenzangu wana majumba, mbona wenzangu wana kadha? Hawa Mwenyezi Mungu anasema inna haulai yuhibbuna al-ajila, hakika hao wanapenda dunia mambo yake katika haraka haraka. Hivyo hawa ambao wanashindwa kusubiri katika mambo ya kheri, katika mitihani, na hawamtaji Mwenyezi Mungu wala hawako katika upande wa Allah, yuhibbuna al-ajila, wanapenda mambo ya haraka haraka ya duniani. Wayadharuna, wanaacha kufanya mambo ya akhera, ambao ya mambo ya akhera waraahum yawman thaqila, kesho yake huko akhera ni siku ngumu ambao walitakiwa waiandae kwa kufanya matendo ya kheri hapa duniani. Lakini wao yuhibbuna al-ajila, wanapenda mambo ya duniani, wanafanya mambo ya dunia mpaka mambo ya akhera wanasahau. Hali ya kuwa wayadharuna waraahum yawman thaqila, wanaacha mambo ya akhera ambayo haya mambo ya akhera huko mbeleni, siku ya kiyama kutakuwa na siku ngumu. Tunaambiwa yafiru al-mar'u min akhihi, mtu atamkimbia ndugu yake, atamkimbia mama yake, mama atamuita mtoto wake, fulani mwanangu, wewe kifua chako kilikuwa ndio chakula chako,
na mgongo ulikuwa ndio sehemu yako ya kukaa. Kwa nini mwanangu unanikimbia? Mtoto anamwambia mama yake, ilaika anni ya ummi, kama aliniamini mama, fa inni bishani wa bishanika ana majhul, mimi na jambo langu linanishughulisha, na wewe baki na mambo yako. Likulli mri'in minhum yawmaidhin sha'nun yughni, siku hiyo kila mtu atakuwa na jambo lenye kumshughulisha. Ndio Mwenyezi Mungu anasema wara'ahum yawman thaqila, huko mbeleni ni kugumu sana, huko mbeleni kusikia kiyama ni kugumu. Kwa nini? Yuhibbuna al-ajila, wanashindwa kuandaa akhira yao. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum, hata sisi tumewaumba, wa shaddadna asrahum, tukawafanya kuwa na nguvu. Hizi nguvu tulizowapa wanatakiwa kuzitumia kumtii Mola wao, wanazitumia kuzini, wanazitumia kudhulumu. Kama ni mtawala anatumia kunyanyasa wa chini yake. Hizi nguvu tuliowapa baada ya kuwa tumewaumba, tumewapa nguvu kubwa. Khalaqnahum wa shaddadna asrahum, tukatia nguvu viungo vyao, wana nguvu, lakini nguvu hizo hawazitumii katika njia ya Mwenyezi Mungu. Allah anasema wa idha shi'na badalna amthalahum tabdila, kama tungelitaka tungebadilisha tukawaleta wengine, lakini tunawapa muda ili waweze kutumia muda wao katika kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna hadhihi tadhkira, hakika Qur'ani hii ni ukumbusho. Inna hadhihi tadhkira, Qur'ani ni ukumbusho. Faman shaa ittakhadha ila rabbih sabila, anayetaka ukumbusho, anayetaka mawaidha, anayetaka kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadha ila rabbih sabila, achukue njia ya kwenda kwa Bwana wake kwa kufanya ibada, kujirudisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tashauna illa an yasha Allah, tunamalizia wama tashauna illa an yasha Allah, na yale mnayotaka nyinyi binadamu hayawezi yakawa isipokuwa lile aliloliandika Mwenyezi Mungu mtukufu, sivyo? Unatamani na wewe uwe na ghorofa Lumumba, unatamani na wewe uwe na ghorofa Rwagasore, unatamani na wewe uwe na godown kama na fulani. Allah anasema hapana. Tafahamiana? Allah anasema hapana. Unatamani kuwa fulani, Allah anasema hapana. Na Mwenyezi Mungu akatuambia amlil insani ma tamanna. Je, mwanadamu atapata kile anachotamani? Huwezi kupata kile unachotamani, huwezi. Hivyo ni peponi tu. Hata wao unaona matajiri wana dhiki zao kubwa pengine kuliko hata nyie mlizokuwa nazo. Tufahamiana? Hao mnaona nyie mnaona wanaenjoy, wana dhiki zao kubwa kuliko hata hizo mlizokuwa nazo. Hivyo Mwenyezi Mungu anatuambia wama tashauna illa an yasha Allah, yale mnayotaka hayawezi yakawa isipokuwa kile anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala wako. Allah alichokiandika kwako ndicho kinachotokea. Kila ambacho Mwenyezi Mungu hajakiandika hakiwezi kutokea. Imani riziki, imani mali, imani umri. Huwezi kuongezewa siku ambazo Allah hajaziandika, huwezi kupata riziki ambayo Allah hajaikadiria, wala huwezi kupata kile ambacho Allah hajakuandikia. Huwezi kukipata. Hivyo akasema Mwenyezi Mungu mtukufu katika hadithi al-Qudsi, in radita bima qasamtuhu lak arahtu qalbaka wa badanaka. Allah akasema katika hadithi al-Qudsi, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, in radita bima qasamtuhu lak arahtu qalbaka wa badanaka, ukiridhia kile nilichokupa hicho cha kidogo ukaridhia, Allah anasema arahtu qalbaka wa badanaka, Allah atafanya moyo wako utulie na mwili wako utulie, uwe na utulivu. Wa in anta lam tarda bima qasamtuhu lak la usallitanna alayka ad-dunya tarkudu fiha rabda al-wuhush fil barriya, na ikiwa hutoridhia kile nilichokupa nitakusalitisha na dunia, nitakusalitisha na dunia. Tarkudu fiha rabda al-wuhush fil barriya, utakuwa ni mfano wa wanyama wa porini. Simba anaweza kawa amepata kiwindo chake cha swala, lakini katika kile kiwindo chake cha swala akala sehemu ndogo ya nyama, kisha kacha akaenda kwa mnyama mwingine, hatosheki.
ndio waona watu hawatosheki duniani. Kila siku alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Hakuna kipya katika hii dunia, mambo ni yale yale. Tafahamiana, wama tashauna illa an yasha Allah inna Allaha kana aliman hakima. Hakika yale mnayotaka hayawezi kuwa isipokuwa kile alichotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi Waislamu tunatakiwa tutulie katika mioyo yetu, kwa sababu tunajua nini? Kila kitu kimekadiriwa. Tafahamiana hapo. Akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan tamuta nafsul abdi hatta tastawfiya rizquha wa ajaliha wa ma qudira laha. Mtu hawezi kufa mpaka chakula chake kiishe alichokadiriwa. Yaani kama umebakiza lita moja ya maji kunywa, huwezi kufa mpaka lita moja uimalize. Kama ni nusu kilo ilibakia, lazima hiyo nusu kilo chakula uile ndio ufe. Kama ni nusu saa imebaki, itamalizika nusu saa ndio ufe. Kila kitu kilichokadiriwa kimalizike ndio utaondoka duniani. Hivyo Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha kana aliman hakima. Hata Mwenyezi Mungu yeye ni aliman, ni mjuzi zaidi mwenye hikma. Ni mjuzi zaidi mwenye hikma, ndio maana akafanya hali yako ya uchumi iwe hivyo unavyoiona wewe, hikma yake Allah. Tufahamiana? Mpaka leo uko duniani kuna watu wana kheri nyingi, lakini waliondoka na umri mchache. Al-Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf Nawawi aliondoka na miaka 37, lakini kwa kile binadamu ameandika vitabu maelfu na miaka 37. Kwa kile binadamu Imam Nawawi alitakiwa aishi umri mrefu zaidi. Mbona Netanyahu anaishi miaka 76? Ambaye hana faida yoyote. Mbona Trump anaishi miaka mingi? Lakini Mwenyezi Mungu, wama tashauna illa an yasha Allah inna Allaha kana aliman hakima. Kwa hikma yake na kwa elimu yake, Allah anamchukua mtu aliyekuwa bado watu wanamhitaji, anamchukua mtu aliyekuwa bado watu wanampenda, hana hao, na wale watu ambao ni maudhi wanaendelea kubaki. Kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala na kwa irada zake. Wale ambao unaona huyu ndio atakuwa afe, anaendelea kubaki. Yule mnasema huyu ndio abakie, Allah anamchukua. Wama tashauna illa an yasha Allah inna Allaha kana aliman hakima. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi, yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi. Aya mwisho katika sura Al-Insan. Allah huingiza katika rehema zake man yasha'u, anayemtaka. Yule ambaye atakayechagua njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah humjalia wepesi katika kuifuata njia yake. Yule ambaye atakayechagua njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah humjalia wepesi katika kuifuata njia yake. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wale ambao waliojitahidi katika mambo yetu, akajitahidi katika mtihani, wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's, ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah subhanahu wa ta'ala huwachagua kwa rehema zake. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adhaban alima. Basi ikiwa Allah atawaingiza katika rehema zake wacha Mungu, yale aliwachagua, aliwajalia wepesi katika njia zao, hivyo hivyo na madhalimu waliomkataa Allah subhanahu wa ta'ala katika binadamu na katika majini, Allah anasema a'adda lahum 'adhaban alima. Allah amewaandalia adhabu iliyokuwa mbaya, adhabu yenye kuumiza. Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na adhabu ya jahannam. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuepushe na adhabu ya jahannam, inna adhabaha kana gharam. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Huo ndio mwisho wa suratul Insan. Ndio mwisho wa suratul Al-Insan ambao tumemaliza tafsiri yake siku ya leo, ambayo ni sawa na tarehe 23. Si ndivyo? Sawa na tarehe 23 leo, si ndivyo? 24 miladia, 24 hijiria, 24 hijiria, 23 miladia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah.